Karibu mtu wangu kwa ajili ya kupeana zile update za kimichezo. Kubwa zaidi ni masuala ya usajili tu baada ya ligi kutamatika. Yanayofuata ni masuala ya usajili tu, na thank you zinaendelea baadhi ya virabu. Gusa tu neno subscribe alafu mkao wa kula. Sisi kwa sasa tunadili na masuala ya usajili tu. Taarifa zote za usajili utazipata hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Usajili wote wa Simba, usajili wote wa Yanga utaupata hapa. Yanga wana msajili nani na wanaacha wachezaji gani utazipata hapa. Na kwa upande wa Simba pia wana usajili wachezaji gani na watawaacha wachezaji gani, taarifa hizo pia utazipata hapa. Sisi kwa sasa tunadili na taarifa za usajili tu. Gusa tu neno subscribe alafu mkao wa kula. Taarifa zote za usajili utazipata hapa katika channel yako hii ya habari za michezo na burudani. Tayari tumeshaanza kufanya hivyo, baadhi ya taarifa za usajili tayari tushaziweka humu, hivyo ni miongoni mwa muendelezo tu kwa yale ambayo tunaendelea kuyafanya humu. Gusa tu neno subscribe alafu mkao wa kula. Taarifa zote za usajili wa Simba na Yanga utakuwa wa kwanza kuzipata. Ukisha subscribe utakuwa umejiunga moja kwa moja na channel hii. Ukiwasha tu data, taarifa ya usajili utakuwa wa kwanza kuipata. Bana, leo nakuletea taarifa hii kutoka pale kunako klabu ya Simba. Inasemekana kwamba kocha Fadlu Davids amepitisha panga ndani ya klabu ya Simba, takriban wachezaji 10 ambao watakwenda kupigwa panga kuelekea msimu ujao wa 25 na 26. Basi haya hapa ndiyo majina ya wachezaji 10, zaidi ya 10 ambao watakwenda kuachwa ama kupigwa panga ndani ya klabu ya Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili mishoni mwa dirisha la usajili ambalo linaendelea kwa sasa. Kwa mujibu wa ripoti ya kocha Fadlu Davids, ndani ya uongozi wa klabu ya Simba unakwenda kupiga chini takriban wachezaji 10, zaidi ya 10 ndani ya kikosi hicho cha wekundu Msimbazi Simba. Hii ni kwa mujibu wa ripoti ya kocha Fadlu Davids kwa viongozi wa klabu hiyo ya Simba. Simba inakwenda kuachana na Fabrice Ngoma ambaye tayari wameshamalizana na muda wote kuanzia sasa. Fabrice Ngoma ataondoka kunako klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba baada ya mkataba wake wa mwaka mmoja kutamatika mwishoni mwa msimu huu. Hivyo Simba wataachana na Fabrice Ngoma na tayari wameshamalizana, hivyo muda wowote kuanzia sasa Fabrice Ngoma si mchezaji wa Simba na ataondoka kunako klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mchezaji mwingine ni Mzamiru Yasini. Pia kocha Fadlu Davids amesema kwamba ataachana na kiungo mkabaji huyo Mzamiru Yasini kunako klabu ya Simba baada ya kuandamwa na majeraha na kukosa nafasi ya kudumu ndani ya kikosi cha Simba. Hivyo Mzamiru Yasini ni miongoni mwa majina ambayo Fadlu Davids hayahitaji kuelekea dirisha kubwa la usajili ama kuelekea msimu ujao wa 25 na 26. Mwingine ni Duchu pia ni miongoni mwa furubaki wa kushoto ambaye Simba wanakwenda kuachana naye kuelekea dirisha kubwa la usajili baada ya kocha Fadlu Davids kutoa ripoti kwamba Duchu hamuhitaji. Hivyo dirisha kubwa la usajili watakwenda kusajili mchezaji mwingine na kuachana na Duchu katika klabu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Mchezaji mwingine ni Ateba pia ni miongoni mwa washambuliaji wa Simba ambao wameshindwa kuderiva kila kitu ambacho wana Msimbazi ama kocha Fadlu Davids alikuwa anakihitaji. Hivyo ripoti ya Fadlu inahitaji Simba waweze kufanya usajili wa striker mwingine ambaye atakuja kuchukua nafasi ya Christian Lionel Ateba, ambaye kocha Fadlu Davids amesema anataka mbadala wake kuelekea msimu ujao wa 25 na 26. Mwingine ni Augustine Ogojefa, ni miongoni mwa viungo wa kabaji ambao
watapewa thank you kunako klabu ya Simba kuelekea dirisha kubwa la usajili baada ya ripoti ya kocha Fadlu Davids kusema kwamba hamuhitaji Okojefa na kutaka kiungo mwingine ili aweze kusajiliwa kuchukua nafasi ya Augustin Okojefa. Hivyo Augustin Okojefa atapigwa panga na hata kuwepo katika msimu ujao wa 25 na 26 ndani ya kikosi cha klabu ya Simba. Mwingine ni Aishi Manula, mlinda mlango wa klabu ya Simba, baada ya kukosa nafasi ya kudumu katika kikosi cha Simba, hivyo ataondoka na msimu ujao hata kuwa sehemu ya kikosi cha klabu ya Simba, na inasemekana kwamba ataelekea mitaa ya Azam FC. Hivyo Aishi Manula si miongoni mwa wachezaji ambao watakuwepo katika kikosi cha Simba kuelekea msimu ujao. Mwingine ni beki wakati Hussein Kazi. Pia kocha Fadlu Davids amewaambia uongozi wa Simba watafute mchezaji mwingine beki wakati mzawa, na Simba tayari wameshaanza kuifukuzia sign ya Wilson Nangu kutoka kunako klabu ya JKT Tanzania ili kuja kuchukua nafasi ya Hussein Kazi kunako klabu ya Simba. Hivyo Hussein Kazi ni miongoni mwa wachezaji ambao watapigwa panga ndani ya klabu ya Simba. Mwingine ni Kelvin Kijili ambaye alikuja kunako klabu ya Simba ili kuja kumpa challenge Shomari Kapombe, lakini hiyo imeshindikana. Hivyo ni miongoni mwa wachezaji ambao watapigwa panga ndani ya kikosi cha Simba kuelekea msimu ujao. Hivyo Kijili ni miongoni mwa wachezaji ambao wataachwa kuelekea msimu ujao. Edwin Barua pia ni miongoni mwa wachezaji ambao pia watatolewa kwa mkopo ndani ya klabu ya Simba katika msimu ujao, hawatakuwepo ama hawatakuwa miongoni mwa wachezaji ndani ya klabu ya Simba. Huyu ni Edwin Barua. Mwingine ni Chemalon Fondo. Simba wanaangalia uwezekano kupata beki wakati mwingine mwenye kasi zaidi ya Chemalon Fondo na mwenye ubora zaidi ya Chemalon Fondo na kikosi cha Simba. Hivyo ni miongoni mwa ripoti ya kocha Fadlu Davids kwa viongozi wa Simba kwamba anahitaji beki mwingine wakati mwenye ubora mkubwa zaidi ya Chemalon Fondo. Hivyo Chemalon Fondo huenda kaondoka ama atapigwa panga katika dirisha kubwa la usajili na kuachana na klabu ya Simba. Fernandez Mavambo naye pia huenda kaondoka katika klabu ya Simba baada ya kocha Fadlu Davids kuhitaji mbadala wake, na endapo atapatikana basi Fernandez Mavambo huenda akapigwa panga na kuondoka ndani ya klabu hiyo ya wekundu wa Msimbazi Simba. Shomari Kapombe pia ni miongoni mwa furubaki wa kulia ambapo kocha Fadlu Davids anahitaji mbadala wake ndani ya kikosi cha Simba. Hivyo Simba kwa mujibu wa ripoti ya kocha Fadlu Davids wataachana na takriban wachezaji zaidi ya 10 ndani ya kikosi cha Simba, wakiwepo wazawa na wageni pia. Basi hawa ndio wachezaji ambao watakwenda kupigwa panga kuelekea dirisha kubwa la usajili. Fabrice Ngoma, Mzamiri Yasini, Fernandez Mavambo, Duchu, Shomari Kapombe, Chemalon Fondo, Teba, akiwepo pia Edwin Barua, Aishi Manula, Hussein Kazi pamoja na Kelvin Kijili. Hawa ndio wachezaji ambao watapigwa panga kupisha wachezaji wapya ama kupisha usajili mpya wa 25 na 26. Kama hujasubscribe utakuwa unapitwa na taarifa nyingi sana mtu wangu. Gusa tu neno subscribe alafu kama wa kula. Taarifa zote za usajili wa Simba wa Yanga utakufikia hapa katika channel yako hii, habari za michezo na burudani.